somo letu kubwa ambalo tunasema kujengwa upya ama kujengwa tena, ambapo sasa Mungu anachokifanya wakati kama huu, Mungu anachokifanya, anaondoa yale ambayo tuliwekewa sisi ambayo sio sawa, kisha anatupa yale ambayo tulitakiwa tuyajue ambayo ni sawa. Manake viko vitu ambavyo sisi tunavifanya ndani ya kanisa ambavyo Mungu hakusema tuvifanye, na tumevishikilia, na kwetu sisi imekuwa kama mila na desturi za kwetu. Sisi kama mnanielewa, lakini sicho Mungu alichokisema. Na sasa utaona kadri siku zinavyokwenda, hamu ya neno la Mungu kwa watu, na inaanzaga kwa wachungaji, imepotea. Nataka unielewe, alafu usichukue kile ambacho sijakisema. Manake sisi wengine tunapokuwa kwenye public, unaweza ukachukuliwa kile ambacho hukukisema. Mimi nimekuombea kwa jina la Yesu Kristo usikie kile tu ambacho Mungu anakisema kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Na sasa kanuni ya kwanza ya kujifunza vizuri ni lazima ukubali kuondoa unayoyajua, alafu uingize mapya. Tuko tayari? Jana tulikubaliana tuko tayari. Tuko tayari. Sasa leo nataka tubomoe. Sawa? Halafu tujenge. Manake anasema yeyote atakaye fundisha fundisho lingine lolote kinyume na hilo, kulaaniwa. Jamani, bora hata afe, lakini huyu anasema kulaaniwa na afanye nini? Na alaaniwe. Manake ni nini? Manake hilo ambalo tunalileta ni fundisho sensitive, ni fundisho la maana sana, la umuhimu. Sasa tuliacha misingi, na unafahamu ukiacha fundisho la Kristo, utafundisha kila kitu. Hapa naomba unisikilize vizuri. Ukiacha fundisho la nani? La Kristo, utafundisha kila kitu. Ukiliacha tu fundisho la Kristo, utafundisha kila kitu. Na hapa sasa ndipo unasikia kuna watu wanatembea na funuo. Sasa mimi sikatai, kwa sababu tuko kwenye wakati ambapo watu wanahitaji mafunuo mengi, lakini hatuishiagi kwenye ufunuo tu. Hatuishiagi kwenye nini jameni? Watu wa Mungu mnanisikia? Hatuishii kwenye ufunuo tu, tunaishia kwenye udhihirisho. Kwa sababu kuna mambo matano yanatokea mpaka mtu amdhihirishe Kristo. Na kusaidia, sio somo hilo na kusaidia na kuibia notes. Jambo la kwanza linalotakiwa, unasoma neno lako. Si wote watu nasoma Biblia? Jambo la pili, unatafakari neno. Kuna tofauti kati ya kusoma na kutafakari. Wengi huwa tunasoma ila hatutafakari neno. Alafu unapiga hapo, unapiga hii hapa, nikiweka hivi, nikichanganya hapa, nikiweka hivi, kesho imeeleweka. Alafu unakuja hapo, unakunja uso wako nini, haleluya, oh yes. Huna matokeo, kwa sababu hata muda wa maandalizi yako wewe ni mdogo. Mimi huwa nawafundisha watu, nawaambia ujumbe wa Jumapili, ujumbe wa juma ngapi, unatakiwa uandae masaa 18. Ni ngumu masaa mangapi? Ni machache sana. Ndani ya wiki tuna masaa mangapi? Wale wanaojua hesabu, 7 mara 24, si ndio? Sasa si unaona hayo ni mengi sana. Si tunataka masaa 18 tu ndio uandae ujumbe. Ujumbe utakao ubili lisali moja hapa, huo umeuandaa masaa mangapi? Masaa 18. Na hii itatusaidia sana sisi ili kuepusha usumbufu. Itatusaidia sana sisi ili kuepusha usumbufu kwa waumini wanaposikia neno. Ikiwa wewe ni mtumishi alafu
unajiandaa siku ya Jumamosi, unawakosea sana waumini. Yaani hiyo ni dhambi kubwa sana. Au tu unachukua tu Biblia, sijui huko niliendaga sehemu bwana mchungaji anafanya hivi chapu. Leo iliko dondokea ndio hapo hapo. Haiendi hivyo. Sasa hebu fikiria hawa watu wanakula aina gani ya chakula. Kwa sasa ni kwa sababu mchungaji afanye nini? Hatafakari. Sasa ukisha tafakari, hatua ya 3 inafuata. Unapata ufunuo. Wangapi waga wanasoma alafu wanapata ufunuo? Umesoma, unarudia tena. Alafu sasa unachukua kalamu yako. Sawa? Alafu kisha unaandika. Unajua sasa hivi kanisa halihitaji wazungumzaji bora. Kanisa halihitaji wanaojua kuzungumza. Kanisa linahitaji wanaoweza kumfunua Kristo. Tuko kwenye majira ambayo kanisa halihitaji wanaojua kuongea kwa ufasaha. Linahitaji tu watu ambao maisha yao yenyewe yanamfunua Kristo. Yaani watu wakimtazama yule ni kiongozi, wanajua yule ana Kristo ndani yake. Ndio tuko hapo sasa hivi. Na ndicho Mungu anachokitafuta. Yaani sio kwa sababu unaweza ukahubiri, sio kwa sababu unaweza ukakemea mapepo. No, Yesu siku moja aliwahi kuambia wanafunzi wake, wako watu siku moja watakuja, Mathayo 7 ile, anasemaje? Wengine watakuja watasema tulitoa pepo kwa jina langu, wengine tulifanya hivi, tuliimba, sijui atasema nini na nini. Atawaambia ondokeni kwangu sikuwajua, kwa sababu haujulikani na Mungu kwa sababu unatoa mapepo. Unajulikana na Mungu kwa sababu uko tayari kuyashika na kuyatenda yale ambayo amekuagiza wewe kuyafanya. Sasa mara nyingi tuna mtihani sisi watumishi kwa sababu tuko tayari kuhubiri vitu ambavyo sisi wenyewe hatuviishi. Tuko tayari kuwaambia watu wafanye mambo ambayo sisi hatuyafanyi. Sasa tuko katika wakati ambao tunajengwa na Mungu anataka atujenge kwanza ili tujenge wengine. Sijui kama naeleweka hapa. Sijui mmeitikia kinyonge. Ninaeleweka? Ndio. Tuko katika wakati kile unachokisema kiwe ni kile ambacho unakiishi. Si inawezekana? Watu wa Mungu, si inawezekana? Inawezekana, na ndio lengo. Lazima ifanye nini? Iwezekane. Lazima iwezekane. Tunakubali au tunakataa, lazima ifanye nini? Iwezekane, kwa sababu ndio wakati wenyewe. Sasa ufunuo huu unaopata hapa ndio tunamuona Petro. Tunamuona nani? Petro amepata ufunuo. Akasema wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Jana tulisoma. Lakini ndio tunaona mtu mwingine anaitwa Bartimayo hapa, kipofu. Wanauliza nani anapita hapo? Anasema Yesu wa Nazareti. Ni Yesu wa Nazareti. Yeye alihitaji, hakuita Yesu wa Nazareti. Alihitaji. Wachungaji, viongozi, alihitaji Yesu mwana wa Daudi. Wengine wote wanamuita Yesu wa wapi? Wa Nazareti. Yeye haiti Yesu wa Nazareti. Yeye ana ufunuo mwingine. Kumbe wakati wengine wanamjua Yesu aliyetoka kwenye kijiji cha Nazareti, yeye amepata ufunuo mwingine. Ni kipofu, macho yake hayaoni, lakini ni bora yeye kuliko wale wanaomuona Yesu wa Nazareti lakini hawajapata ufunuo wa ndani kwamba huyu sio Yesu wa Nazareti tu, ni mwana wa Mungu aliye hai. Anasema Yesu mwana wa Daudi. Sijui kama tunaelewana. Yesu mwana wa Daudi. Alafu akasemaje? Unirehemu. Walikuwepo vipofu wenzake. Ule mtaa, jamani, umesoma nyinyi theolojia, ule mtaa ulikuwa ni mtaa wa vipofu. Tuko sawa? Lakini kipofu mmoja
kapata ufunuo, kapata ufunuo, akapiga kelele akasema, Yesu mwana wa Daudi, ufanye nini? Unirehemu. Huo unaitwa nini jamani? Ufunuo. Mwanamke si mmoja anatokwa na damu miaka mingapi? Ufunuo kanakuja, mimi nitajipenyeza, wewe ndapita. Nikiona haya majamaa mabausa alivyomzunguka Yesu siwezi kupenya. Sasa mimi nitapita, nitapenya. Halafu nikisha gusa tu, nikagusa tu upindo. Mimi sitaki hata nimguse mkono. Upindo tu wa vazi lake. Upindo tu wa vazi. Kisha nitafanya nini? Akapenya. Huo unaitwa ni ufunuo. Hivi wewe unaweza ukamgusa tu mtu hivi kiolela ukaamini kwamba kuna kaufunuo kamedondoka. Sasa mwisho wa siku kazi kubwa ya ufunuo ni nini? Sababu kuna mafunuo mengi. Kazi kubwa ya ufunuo ni kumfunua Kristo na uweza wake. Period. Kwa hatutegemei tusikie nimepata ufunuo nikiwa katika roho. Mungu akanifundisha aina 7 za mapepo makali. Aina 7 za mapepo makali. Bwana asifiwe sana. Aina 7 za mapepo makali, ambayo haya mengine anaitwa maimuna, mwingine anaitwa vibwengo, vinyamkela. Watu wanajua mapepo. Watu wanaoloza ya mapepo. Nilienda kwenye mkutano mmoja, mwinjilisti mmoja akaambiwa, hebu omba kabla mtumishi hajaja. Bwana we, nilipata pressure. Wewe maimuna, wewe kibwengo. Hawa nao ni watu gani? Unaelewa? Yaani baadaye nikamwambia, hebu nitajie malaika 10 tu majina yao nao wajua. Malaika watakatifu. Hana hata huyu. Kuna yule Mikaeli, kuna mwingine anaitwa Rafaeli, Gabrieli. Wapo mtumishi, wapo. Nikamwambia, orodha ya wachafu uliowataja ni wengi kuliko wasafi. Ufunuo ukautoa wapi? Wamenyamaza. Namna shetani anavyofanya kazi katika giza. Tunatembea humo namna shetani anavyotembea kwenye giza. Tunaenda giza, yani tunafundishana giza. Ni mambo ya giza. Sijui unanielewa? Giza kisha giza. Halafu tukitoka hapo pale mwishoni ndio tunamalizia. Lakini tunaye Mungu mkuu katika jina la Yesu. No. Aliyefunuliwa hapo ni shetani. Kwa hiyo watu wanakuwa na ushetani mwingi. Wamenyamaza. Toa Dodoma. Jamani, Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Ufunuo. Wewe unamfunua nani? Sasa kama tunamfunua shetani, sasa tunamfunua shetani. Hata Yohana alisema usio ufunuo wa Yohana, unaitwa ufunuo wa Yesu Kristo. Bwana atusaidie sana. Kuna mtu ananielewa? Anasema hawezi kumshinda adui yako kama humjui adui yako anavyopigana. Utoto. Sisi ambao tayari tumeshafanya nini? Tumeokoka. Tunahitaji kumjua Mungu wetu mkubwa. Kwa sababu Mungu wetu ni mkubwa sana na ana uwezo sana. Sasa anawaambia Waefeso 6 pale, anasema hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake. Sasa neno hodari lililotumika pale ni neno knowledge, ni neno maarifa. Yani mumjue Mungu vizuri zaidi, sawa, na uwezo alionao muujue kwa kina. Kisha mtakapokuwa mmefanikiwa kuelewa uwezo wake wa Mungu alionao, hapo ndio mnaweza kusimama na kuweza kumpinga yule nani? Mwovu.
Sijui kama tuko sawa. Na utakuja kushangaa zile silaha zote ni neno la Mungu. Kuanzia ya kwanza. Haya, ya kwanza inasemaje? Ya kwanza ni nini jamani? Ya kwanza ni nini? Waefeso 6 jamani 12. Tusome basi Biblia. Naona Waefeso 6:12. Sikiliza hayo maneno. Anasema kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya nini? Ili jamani tunalihubiri. Kuna mhubiri hajawahi kulihubiri? Atakuwa sio mwana maombi huyo. Kabisa. Kwamba ili andiko hajawahi kulishushia. Sasa ngoja nikuonyeshe kuna kitu tunakimisi. Kushindana kwetu si damu na nyama. Unaelewa maana ya damu na nyama? Tafsiri tulionayo sisi ni physical, kwa maana ya muonekano, kwamba sio hivi ana kwa ana, si ni sawa? Bali tunapambana na watu gani? Angalia watu tunaopambana nao. Jamani, kuna hatua 4 hapo, natamani uzipate. Ya kwanza ni wafalme, ya pili, ya tatu, alafu ya 4 yanakaa wapi hayo? Okay. Sasa neno la kwanza andika, nikusaidie tu. Wafalme. Wafalme huwa hawakemewi kwa jina la Yesu. Neno lililotumika la Kiingereza wanasema ni principalities, ambalo linatoka kwenye neno principle, ambalo linaleta maana ya neno kanuni. Hii ni hatua ya juu, ambapo unapopambana hapa unapambana kwa kanuni. Ni imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, sio toka shetani na kuapiza. Sijui kama naongea na watu hapa. Yaani ni neno kwa hawa wanaitwa wafalme. Kwa nashangaa sana. Siku moja nikaenda kwenye mkesha. Haya, tunawapiga wafalme wa anga. Hawapigwi namna hiyo kizembe. Wanaenda kwa principle, kanuni. Anakuletea andiko, anakwambia imeandikwa. Imeandikwa. Yaani yeye mwenyewe anakuja na nini? Imeandikwa. Sasa kanuni ndio inamtengua. Halafu kuna wenye nini? Wenye mamlaka. Halafu kuna watawala. Halafu ndio jeshi la pepo wabaya. Jeshi la pepo wabaya ni hawa migambo. Sawa? Ndio vinatumwa hivi. Kwa ndio maana anaweza akaja hapa kanisani, mmoja akalipuka kule. Unaona gawa yanapokezana. Kamoja kanika na kingine huko kanaza. Alafu wewe unanogea unasema nguvu naiona. Leo mtajua yuko Mungu. Hamna Mungu. Vinakuzingua tu hapa, vinachezesha akili za watu, vinaiba neno la ufalme. Sijui kama naongea na watu hapa. Kinaibuka tena, vinaibukaga kwa pamoja. Sasa wewe kwa sababu dini ilishakufundisha kwamba ukiona wamedondoka ujue hapo ndio nguvu ya Mungu inatembea kwa hali yaani hapo Mungu sasa ndio na mwingine hawezi kuombea mpaka adondoke. Yaani tutajuaje pepo limetoka? Yaani kuna raha fulani, sijui wainjilisti bwana. Kuna raha fulani hivi, sijui wenzangu kama mlikuwaga mnaipata. Yaani katika China kwanza unamkwala, kuna mkwala katika jina la Yesu. Afu ghafla anaanza kufanya anaenda unaongeza achia kwala wa pili, unanielewa? Afu mara anadondoka unaanza kuita wahudumu. Nimewaambia, unaanza kuwa mkali kwa wahudumu. Nimewaambia kuna nguvu ya ajabu hapa, watu wasije wakaumia. Lakini wewe ulitaka adondoke kwanza, si ndio? Tuongee ukweli, kuna namna fulani. Yaani kuna karaa mtu akidondoka ukimwombea ete. Sasa huo sio uzima. Huo nao ni utoto.
Kuna vitu tulifundishwa, sawa, ni lazima tuviondoe ili msingi ubaki. Sijui kama umenielewa. Sasa tutadili na mapepo na mafundisho ya mapepo. Unajua tunafundishana sana mapepo. Yes. Mapepo yanavyofanya kazi kwenye usiku, sijui mapepo ya saa 8, mapepo ya saa 7, haya ndio kiboko. Umenielewa? Tuna mafundisho ambayo sio mafunuo ya Kristo. Yanamfunua shetani na kazi zake na uharibifu wake alivyo. Haya hayana uzima. Anasema uzima wa milele ndio huu, wamjue shetani na mapepo yake, alafu wamshinde. Si ndio inavyosema? Si ndio inavyosema? Uzima wa milele ni upi? Wamjue Kristo kwanza na baba yake ambaye yuko ndani yake, jana tumesema, na ndio aliyemtuma. Huu ndio uzima wa milele. Wekeza hapa, kwa sababu wakisha kuwa na uzima, mauti haiwezi kuwasogelea. Uzima unaleta nuru, giza haliwezi kuja. Sasa ufunuo wowote kuanzia leo ambao haumfunui Kristo ila unafungua madude mengine. Kuna mafundisho nyie jamani. Sijui kama huku Dodoma yapo. Tutakuwa na siku 7 za kufukua vilivyofukiwa. Sawa. Tufukue, sawa. Jamani, kama vimefukiwa tufukue. Lakini ufunuo umetoka wapi? Nani kamtuma kufukua vilivyofukiwa? Ufunuo. Hebu tusema ufunuo. Sasa kanuni ya ufunuo, baada ya kufunuliwa kuna kitu kimoja kinajengeka, hatua ya 4, inaitwa imani. Imani ni matokeo ya ufunuo. Alipofunuliwa tu akasema, Yesu mwana wa Daudi. Yesu akasema, hii sijawahi kusikia. Yaani wote hawa niko nao wajui kama mimi natokana na Daudi. Wote wananiona mimi mrandambao. Wewe umeona vizuri. Akasema, unataka ufanye? Nataka kuona. Akamwambia, ona. Mwanamke alipofunuliwa akasema, nikigusa. Unaona ufunuo unavoleta imani sasa. Nikigusa tu napona. Yaani unaona imani inakuwa ni matokeo ya nini? Ya ufunuo. Alipofunuliwa tu sasa nikigusa tu damu kwisha. Umeona ufunuo unavoleta imani? Alafu sasa hatua ya mwisho, imani inaleta udhihirisho. Hamna kudhihirika kama hamna imani. Watu mara damu imekata sasa. Afu Yesu anasema sasa nguvu zimenitoka hapa. Tayari udhihirisho. Umeona? Sika naongea na watu hapa. Sasa nimekuambia lazima ujue. Usipoteze muda kudili na mapepo. Sijasema msikemee mapepo. Ila mimi siamini mapepo yanayoanguka kila siku Jumapili ndani ya kanisa hilo moja. Hiyo nayo ni shida. Labda kama ni mgeni kajitokeza. Wageni wakija watu tuwasaidie. Nikapendwa kabisa. Umeokoka lini? Na mwaka wa 3. Mwaka wa 3. Uko hapa kanisani? Jumapili. Power! Fire! Chali kutu kule. Haya nini? Sasa shangazi yake kanituma. Mwaka wa 3. Hapa wote wagonjwa. Ili kanisa wote wanaumwa. Au tufanyeje? Au nye mnasemaje? Mwaka wa 3 bado tu shangazi kakutuma. That means kuna tatizo hapa. Kati ya wewe unayehubiri na huyu anayehubiriwa, wote mna matatizo. Haiwezekani. Sisi kama mnanielewa hapa. Basi angalau kakija ndo kameingia, sikamevamia kambi eti. Sikameingia tu tap. Kanaanza kuona maluelue, tunasema na leo ndio Sasa leo toka kwa jina la Yesu. Kesho tena toka kwa jina la Yesu. Kesho kutwa aga. Pepo limeaga kabisa, wote tumesikia. Kwa heri.
tumesikia. Jumapili tena aga. What's wrong? Kuna shida hapa. Au tufanyeje? Hapa tutatue utata. Hapa lazima kuna namna. Sijui kama unanielewa ninachokisema. Sasa hii inapoteza muda. Kwa sababu watu, Mungu anataka wafunuliwe Kristo. Kristo afunuke ndani ya watu. Watu wamuone Mungu kupitia maisha ya watu wa Mungu. Ulimwengu unasubiria udhihirisho wa wana wa Mungu. Ndio nyinyi mmekaa. Sasa mnadhihirikaje? Kuna vitu fulani hivi. Hebu sema fulani hivi. Lazima viondoke. Sasa wewe sio wa mchezo. Kumbuka hao unaoshughulika nao walishashindwa Calvary. Sijui kama naongea na washindi hapa. Walishashindwa. Yesu anasema aliwaweka chini ya miguu yake. Alafu hakukuacha wewe chini ya miguu yake. Anasema alipoketi na wewe umeketi. Ameketi wapi? Mkono wa kuume wa Mungu Baba. Yani manake, alafu sio tu mmeketi. Unajua kwa nini mmeketishwa naye? Ni kwa sababu alisema yuko, anataka aingie ndani yako na wewe ukae wapi? Sasa alipo na wewe si upo? Kuna nguvu fulani hivi tunaipoteza. Ni kama tunaonekana tuko kiroho, lakini kumbe tunamdhalilisha Mungu. Na ndio maana nimeanza na statement, adui wetu wa kwanza, ufahamu ulionao juu ya Mungu wako. Ukamfahamu Mungu kidogo, utaishi kwa jasho. Na Mungu atakutumia kwa viwango hivyo vido. Kwa hiyo tuwalaumu watu. Akitoka naomba maji. Kulikuwa na shida gani? Kwa nini usiseme? Kwa sababu mamlaka haipo kwenye sauti kubwa. Mamlaka ipo kwenye neno unalolitoa. Naweza nikafika nyumbani nikasema, watoto wanaelewa hapa, mzee kasema tutoke wapi? Ila nyumbani baba anatoka, nimesema huko ndani nitakuja kuwaua, nitakuja kuwasambaratisha, na saa ikifika mtajua ya kwamba mimi ni baba yenu. Huyu baba huyu tutakuwa tunamuigiza mtaani. Unafika unavikuta vitoto vinamuigiza baba yao, nitakuja kuwaumiza. Wewe shikamoo baba. Vimetoka kufanya nini? Hauonyeshi mamlaka kwa sababu sauti yako ni nzito. Mimi nilikuwa mwinjilisti bwana, na bado sijaacha. Naambia fundi mitambo, weka bass. Sauti iwe na punch. Hallelujah. Ili kuna raha ukisikia hallelujah. Sasa mwinjilisti anasema hallelujah. Sasa huyu mwinjilisti mwalimu huyu. Raya mwinjilisti sauti linamtetema, alafu halina hata akianzisha wimbo haueleweki, unaenda mbele unarudi. Ni Bwana wa vita, ni Bwana wa, yani kama analia, kama anaomba, yani ni mchanganyiko wa habari. Sauti ya mwinjilisti inaitwa sauti ya zege. Sema sauti ya zege. Shetani hababaishwi na hiyo. Nakumbuka ndio maana unadili na vimapepo. Hama scale. Hebu mwambie mwenzako hama scale. Unajua kuna wakati inabidi tufike kanisa lirudi kwenye msingi. Sasa kuna vitu tumevifanya tu hata watu wa kawaida wanatuona sisi machizi. Lakini sio kosa lao na sio kosa letu, ni kosa la ufahamu. Umeshawahi kuonekana chizi ukiwa mlokole? Umeshawahi kuonekana chizi? Unajua hii ni dharau kwa uliyembeba. Na ndio maana sijui huku, lakini aina ya watu unao wewe mchungaji, sisi ni wachungaji na viongozi, aina ya watu wanaoingia makanisani kwenu ni aina ya watu wanaoendana na ufahamu wenu. Tena wengine umewazidi.
Yaani wewe hapo ulipo kuna watu wanakufuata kwa sababu mwazidi ufahamu. Wamenyamaza sasa mbaya. Unaelewa? Yaani hapo ulipo watu wamekufuata kwa sababu mwazidi nini? Na wengine wanaona wewe tunamweza, tuko naye. Ndio maana kuna mazee ya kanisa mengine yanakuvimbishia kifua. Umeelewa? Ukijifanya na wazo za hilo sio wazo. Sasa mimi kama mchungaji, wewe ni mchungaji lakini hii ni kanisa. Unanielewa? Mchungaji tunamweza. Unanielewa? Mchungaji tunamweza. Alafu akitoka hapo anakaa pembeni. Alafu mchungaji ajiangalie. Mambo ya kuamua hivi vitu vya leja yatakuja kumtokea puani. Kwa sasa baadaye unabidi mchungaji uwe mpole, uwe mtaratibu. Kuna vikao na mzee fulani naomba uwepo kwenye hichi kikao. Sasa nyingine unatamani asiwepo kwa sababu anakuweza. Wakati ule unaongea vitu vya maana. Hili jambo Mungu akiwa ananionyesha kono. Mchungaji, haya mambo ni ya kawaida. Watu wa Mungu, sio lazima Mungu akuonyeshe, unanielewa? Haya ni mambo ya kawaida. Sasa mchungaji, pamoja na kwamba Mungu amekuonesha, lakini kuna 1, 2, 3. Hiyo afu wengine watu wanasema ndio. Yaani kakuweza wewe afu kawaweza na wengine. Yaani unawezana. Inauma. Sasa ni kwa sababu wamekuja wakakukuta na wewe chizi. Unafanya vitu kama chizi. Kwa sababu wanajua baba wewe si wanajua sauti yako. Sauti yako wewe si wanaijua. Ukisimama hapa, jana nilikusikia ukiomba. Simple. Baba yetu na wanaijua sauti yako. Wakati wa kula wanajua mnavokula story. Ndio huduma inaendeleaje? Ni nzuri. Wakati wa mahubiri sasa, kumbe una sauti nyingine. Leo katika ibada ya leo Bwana atazungumza na maisha yetu. Na nataka nikwambie, sasa watoto kule wanaona, pastor anatoa macho. Kuna aina ya watu hutawapata kwenye hilo kanisa. Ndio unakuta kuna mtu anakuja leo, mtakuwepo hapa pamoja nanyi. Kesho alivyoangalia, si huwa mnaanza kutambulisha wageni kabla ya ibada kuisha. Kabla mchungaji hajasimama, si ndio? Basi wameimba praise team, wameruka anaangalia tu. Wale wamefanyaje? Wanaangalia tu. Anaangalia tu. Sasa imefika saa ya neno. Tunamkaribisha baba yetu mtumishi wa Mungu kwa ajili ya neno la Bwana. Haleluya. 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 Tusimame tumpokee baba yetu. Mgeni anasema hili ndio kanisa sasa ninalokuja. Yaani hili ndio nimefika. Haleluya. Haleluya. Nafika. Bwana asifiwe. Nataka tuwe serious kidogo. Hili kanisa kama limekushinda, toka. Unajua mchungaji, tulikupigia makofi wakati unapanda. Heshimu hata makofi tuliopiga, au sio bwana? Tafadhali mchungaji, heshimu makofi tuliokupigia. Unajua tumetumia gharama kupiga makofi. Kukuelewea, yaani kukuelezea jinsi tunavyokukubali. Hili kanisa sio la watu wajinga. Bora ni baki mimi na mke wangu, na mke wako anashtuka, kuliko kubaki na nyinyi nyote. Kumbe ni mbuzi. Basi Jumapili ijayo mimi mbuzi niende kwenye kanisa hili. Nahama. Sijui kama kuna mtu ananielewa. Hakuna mavitu, sema vitu fulani hivi vinaondoaga ladha. Kwa watu smart wote, watu smart, sema watu smart. Utawapata. Utawapata na wale ambao ndio ile miskule kind, ndio utawapata. Sijui kama mnanielewa. Mimi nasema tu, unajua ni mwalimu nikifundisha. Kwa hiyo kama una swali lako utaniuliza. Sawa bwana?
Lakini tuangalie kuna vitu fulani ambavyo tumeviweka. Na hivi vikaja baadaye vikatufanya tuwe kama ni dini fulani hivi. Kama ndio staili yetu hii. Kwa ukisikia ni wa Pentecoste labda unajua tu hii shughuli imeiva hapa. Kwa ukiona hawa ni wa Protestant unajua hawa ni wana charismatic, unanielewa? Unajua hapa shughuli imefanya nini? Hapa ni mwendo wa ukisikia tu mkutano umeandaliwa na sijui na nani. Mngine anasema hamna mvuto. Haya. Mkutano atakuwepo mwimbaji wa nyimbo za Injili Dani na Mbuta. Atakuwepo hapo. Maarufu. Dani huyu na maarufu. Anajulikana Dodoma nzima. Mwimbaji wa nyimbo za Injili. Kwa watu wanakuja wanajaa kwa sababu ya mwimbaji wa nyimbo za nini? Tunasema kampeni ya Injili, kampeni ya nini? Basi Dani naye anacheza na katika pale anaimba, anapanda hadi juu ya kenchi. Unajua kuna mtu tu smart amekuja siku hiyo Jumapili ibadani akakuta mwimbaji mgeni mliyemwalika amepanda hadi juu ya kenchi. Ameshikilia, Yesu akikushikilia udondokie, yuko juu ya kenchi. Alafu anakuja anaangalia, anasema angalia mchungaji, na mchungaji naye unakuta huyu juu ya kenchi na mchungaji anakuta na vijana nao wanavyoimba wametoa mimacho kama mazombi. Ili kanisa hili kidogo mavuno ni mengi na watenda kazi bado ni wachache kwa staili hii. Sijui kama kuna mtu ananielewa ninachosema. Sasa dini ikatupa mila na desturi. Yesu anajenga msingi wake, anaturudisha kwenye neno. Na vita ya kwanza ya mlokole au ya Mkristo anayemjua Mungu ni kusoma neno. Achana na laana za ukoo. Laana ya ukoo ya kwanza ulionayo ya ukoo wenu ni kutokusoma neno. Sio kwamba huna kibali unakokanya. Kibali ni matokeo ya neno. Ala wewe. Kwa sasa tukaacha kujaza neno. Kwa hiyo sasa Jumapili inabidi tuanze kuwaombea watu nini? Kibali. Bwana akakupe kibali. Bwana akakupe kibali. Hakitolewi kwa sababu umekiombea. Jamani, hii mikono haina kibali. Tunahitaji kuombea watu vibali. Sijui nani alitufundisha. Kuna mahali sasa tumeacha neno, maana tunalazimisha vitu vianze kutokea vile ambavyo neno ndo linatakiwa lisababishe vifanye nini jamani? Vitokee. Hivi unajifahamu kwamba Mungu amekukubali? Hivi unafahamu kwamba Mungu amekukubali? Sijui leo naongea na watu gani hapa? Unafahamu kwamba Mungu amesha kukubali? Na unafahamu hayuko mbali na wewe? Shida yetu tunajua Mungu yuko mbinguni. Hiyo ndio shida tu, ndio utata tulionao hapa duniani. Mungu yuko wapi? Mungu mwenyewe jana ametuambia kabisa kwenye neno lake. Anasema mimi Bwana na Baba tunakuja, tunakaa ndani yako. Cheki sasa maombi tunayomuomba Mungu aliyeko mbinguni. Kwanza lazima tuinue shingo juu. Haleluya. 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 Kwa tunainua shingo juu. Kwa sababu Mungu yuko wapi? Shida inaanzia hapa. Sasa tunaanza maombi sasa. Kwanza ukamwita mtu hapa aje afungue ibada. Fungua ibada kwa maombi. Waanze. Baba, katika jina la Yesu, tunapoenda kuanza ibada yetu, tusaidie Baba, tusikilize. Watu kwanza wanafumbua macho. Wewe anaomba, anaongea. Haya ni maombi sasa. Haya ni maombi.
kwa mhubiri sasa, kwa sababu yeye ni mwinjilisti. Haamini kama maombi yale mwenzake aliyoomba yanatosha. Anakaribishwa sasa, karibu mtumishi kwa ajili ya neno la Bwana. Sasa hebu tusimame tena tuombe, tuite wingu. Hebu tushushe wingu. Waimbaji waliimba, hawa maskini wameruka, wamesema shangilia, niliosikia piga kelele, sasa wameimba, wameruka hapa. Wingu bado lijashuka, ila mwinjilisti akisimama ndio ashushe wingu. Kwa hiyo sisi tulikuwa kwenye nini? Sisi tulikuwa kwenye wingu la nani? Unajua ni tunazarauliana. Hebu tuheshimiane kidogo. Kwa hiyo sisi wakati wote ratiba zinaendelea, yani ni kwamba tulikuwa ndo hatuko rohoni, tuko mwilini. Hii nayo ni kiburi. Kwa hiyo wewe ndio umekuja sasa utupeleke rohoni, si ndio? Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Anaanza tena. Shuka Bwana kwa uwezo wangu. Bwana, mwambie Bwana ashuke. Mungu anasema, nishuke tena wapi? Mbona niko humo ndani? Hivi hanioni? Niko ndani yake huyu, nishuke kutoka wapi? Unajua kuna vitu vingine ukiwaambia mtu vinakera, Shuka Bwana, shuka Bwana, shuka Bwana, shuka Bwana. Na ndio maana huyo Bwana anayeshuka haleti mabadiliko kwenye maisha yako. Anayeleta mabadiliko ni yule aliyeko ndani yako. Yule. Kwa sababu uumbaji wote ulifanyika kwa kupitia neno lake. Na uumbaji wote unaweza kumuelewa yeye. Sio huyo anayeshuka kutoka juu. Aha. Pastor Dani upo? Upo salama? Neema ya Bwana iko juu yako. Muangalie mwenzako, mwambie kuwa wewe tu Bwana. Mbona muambiani vizuri? Mwambie kuwa wewe tu Bwana. Kuna wengine wanataka wawe na sauti za wengine. Mmemsikia mchungaji wa Marekani kaja anaongelea huko watakatifu wa siku za mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Ongea Bwana Yesu asifiwe, watakatifu wa siku za mwisho. Yani weka maneno yaeleweke, usiweke mbwembwe. Sijui unanielewa? Hakuna utukufu, hakuna upako kwenye mbwembwe. Hivi unafahamu umeumbwa kwa namna ya ajabu sana. Unafahamu wewe ni mtu wa tofauti sana. Na unafahamu ndani yako kuna nani. Nimesema vita yetu kubwa ni hapa. Na ni kwa sababu hatutaki neno la Mungu. Na viongozi ndio tunaongoza kwa kutokutaka neno la Mungu. Sababu uko tayari umsikilize Pastor Richard, Ni vizuri kumsikiliza Pastor Richard. Lakini huko tayari kuchukua Biblia yako Mungu akufundishe upate neno la kusimama nalo siku ya Jumapili. Kwa hiyo sasa tunahudhuria kwenye semina. Tutaenda kwenye semina ya laana za ukoo, tutaenda kwenye semina ya sijui ya nani madilisha ya familia, tutaenda sijui kwenye semina ya nini tena, paa la nyumba, tutaenda tena kwenye mayai ya ukoo. Yani kuna vitu sawa. Unapata vitu vipi? Watumishi watu naambiana, wewe sijua kuna chochote unaweza ukakipata. Amen. Kwa unakwenda, unakuja, unafundisha. Umechukua ujumbe wa mtu kama ulivyo. Kama Mungu hakukufunulia wewe, usikifunue kwa wengine. Amina. Nimesemaje bwana? Kwa nini uhangaike kufunua vitu ambavyo kwako havijafunuka? Kwa sababu umemsikia Pastor Richard, anafungua, anasema, na unasema nitasema hivi. Mimi nikisema ukitoka hapa akachukue Biblia yako. Sasa hivi alichokuwa anasema ni chenyewe. Ni yenyewe. Mungu nakushukuru. Nitengeneze mimi sasa. Kwa sababu mimi sio wewe na wewe sio mimi. Haiwezekani tuwe na ujumbe mmoja. Haiwezekani. Mjumbe gani sasa? Ujumbe wetu mmoja, ni Kristo.
Kristo ndo ujumbe wa dunia. Tuko sawa? Lakini namna unavyofikishwa, kila mmoja anafikisha kwa staili tofauti. Si ni sawa? Kulingana, kwani wali si ni ule ule? Ubwabwa si ni ule ule? Hiyo ila unaweza ukapitishwa kwenye sahani ya plastiki. Kwani si bado ubwabwa ni ule ule? Ukipitishwa kwenye sufuria hamli, kwa sababu umepitishwa kwenye sufuria. Kwani si ubwabwa? Ukipitishwa kwenye nini tena? Sahani ya udongo. Kwani kinachotofautisha cha ubwabwa wa Ikulu na ubwabwa wako nini? Unakowekea. Hamna tofauti. Unachowekea. Wewe huku ujali nani, sahani yako ina mapengo, unawekea. Lakini kule kuna vyombo vya dhahabu vimewekwa pale. Wewe wakati unawekea huku kuna nzi wamezagaa, sawa? Mahali location manzi yamejaa. Lakini Ikulu kule hamna nzi. Sawa? Hamna mbu. Wakati unakula naomba tena maji nawe, nimeshajichafua. Mbu alikuwa anapita. Sijui kama umenielewa. Maana yake ni nini? Maana yake unajifunza kutoka kwa mtu, lakini lazima Mungu akutengeneze wewe kwanza. Acha kuigaiga. Mtumishi, usiige mafundisho ya watu. Hujui hata walikoyatoa. Siku moja nikaenda sehemu, anasema mtumishi, tufundishe kwa habari ya mzaliwa wa kwanza. Nikawauliza yupi? Katika familia, nikauliza familia ipi? Nikaambia, kwani hamjui kwamba nyie wote ni wazaliwa wa kwanza humu ndani? Ona kama wanavyoniangalia, natia huruma mimi badala ya wao kutia huruma. Hamjui kama nyinyi wote ni wazaliwa wa kwanza? Wewe bwana, weka andiko. Wewe bwana, wewe anaandika, weka andiko Waebrania 12. Nikuonyeshe kama wewe ni mzaliwa wa kwanza au wa mwisho. Tusibabaishane. Sisi wengine kwetu tumezaliwa sijui namba 8 hata tujielewe. Kwa hiyo si mnatuweka wapi? Hebu msituchoshe. Hebu tupe andiko tutie moyo sisi wenye namba 7, namba 6, namba 3. Kuna watu hapo waliozaliwa wa kwanza basi wana mbwembwe, sisi ndio wenyewe. Sisi ndio wenyewe wazaliwa wa kwanza. Weka mstari wa 22. Weka mstari wa 22. Alafu nataka wote tusome kwa sauti. 22. 1, 2, 3. Alafu mstari unaofuata, mbona mnasoma kama mna nani bana, mnaendaenda. Mimi hapo ndo mnanichosha. Tusome kwa sauti. Mkutano sio kanisa la mzaliwa wa kwanza. Angalieni Biblia zenu za nzuguni. Sio kanisa la mzaliwa wa kwanza. Maana yake hili kanisa halina mzaliwa wa pili. Hili kanisa halina mzaliwa wa 3. Halina mzaliwa namba 4. Wote ni wazaliwa wa kwanza. Yaani hata anayeokoka leo akisema Bwana Yesu njoo, kashakuwa mzaliwa wa, useme mimi na miaka 20 ndio tulizaliwa wa kwanza. Hakuna. Hili kanisa ni la wazaliwa wa kwanza, sio la mzaliwa wa kwanza. Wazaliwa wa. Kwa hiyo wewe ni mzaliwa wa kwanza. Mwambie mwenzako wewe au haupo kanisani. Kama hili kanisa halikuhusu basi tukuache. Lakini as long as uko humu kanisani, wewe ni mzaliwa wa. Sasa mwambie mwenzako usinibabaishi. Wote ni namba 1 hapa. Hapo vipi? Shughuli au sio pastor? Ukisikia semina tunakomboa wazaliwa wa kwanza, hata kama ni wa 8, nenda ndio nyinyi mnaoitwa.
Si ndio sasa? Maana sisi ni wazaliwa katika Kristo, hakuna aliyezaliwa namba 2. Wote ni wazaliwa wa kwanza. Alafu sio tu, usichukulie kawaida. Sio wazaliwa wa kwanza wa Benjamin. Wazaliwa wa kwanza tulioandikwa mbinguni na Mungu mwenyewe, muamuzi wa watu wote na roho za watu wenye haki waliokamilika. Wewe chukulia mimi mwepesi. Nani kasema kwa sababu kwenye ukoo wetu mimi wa 6? Mimi ni wa kwanza ndani ya Kristo. Sijui kana naongea na watu. Ni Biblia yenu. Sasa nikauliza ni ya Nzuguni, mkasema sasa mimi itabidi nitumie Biblia ya Nzuguni. Jamani, Yesu asifiwe. Sasa usifunue vitu ambavyo wewe hukufunuliwa, kwa sababu utaleta mkanganyiko kwenye mwili wa Kristo. Uwe wewe. Haleluya. Nasema uwe wewe. Nasema uwe wewe. Amina. Hey. Hapo vipi lakini? Tunaenda sawa? Haya mambo ni muhimu, tuende sawa. Haya, twende wa Efeso 2:19-22. Wa Efeso 2:19 mpaka 22. Umefika? Aha, sawa. Nataka tuwe tunasoma kwenye ubao wetu kwa nguvu, kwa sababu au kama una Biblia yako unatufuatilia, okay? 1, 2, 3. Nataka ujione. Unajua kuna watu bado hawajanielewa, wanasema pastor unaongea vitu gani? Nataka uone neno linasemaje. Haya, 1, 2, 3. Nye watu wa nyumbani ya nani? Ngoja niwaache kwanza. Mmejengwa wamepunguza sauti. 21. Oh. We kweli? Muulize mwenzako, kumbe sisi ndio maskani ya roho, maskani ya Mungu katika roho. Kumbe ni nani sasa anitudanganya kwamba shetani anakaa ndani yetu? Nikasikia watu fulani wanafundisha, wanasema unaweza ukawa umeokoka, sema amina. Unaweza ukawa umeokoka lakini bado kuna mapepo. Sijui kama kuna mtu ananielewa. Mtu wa Mungu, nisikilize. Kuna watu wana mikwala. Baba, unaweza ukawa umeokoka lakini kuna mapepo yanakukalia ndani. Na nina maandiko. Nina maandiko ya kukupa. Sijui unanielewa. Na watu wanafungua masikio. Wanafungua masikio hivi. Wanafanyaje? Wanasikiliza kwamba ameokoka, alafu anafanya nini? Alafu na leo sasa mtathibitika nitakachokifanya. Haya, muda wa maombi na maombezi. Shika tumbo lako. Shika kitovu. Shika kitovu. Unaweka sasa, wengine vitovu vyetu vidogo unagusia kwa hapa. Unaanza mimi nakata. Afu unaona aliyeokoka naye unaona wamecheza na akili yako.
ukijua wewe ni nyumba ya Mungu. Mungu na pepo wanakaa nyumba moja. Hawa wametoa wapi? Ndio maana anasema sio kila ufunuo jamani, lazima tuelewe. Kuna mafunuo mengine ni ya shetani, tumwachie shetani, analeta confusion, analeta kuchanganyikiwa. Na ndio maana leo hii tumekuwa na kanisa lisilo na mwelekeo. Kwa nini? Kwa sababu ya mafundisho. Mungu anatujenga tena, anataka turudi kwenye neno lake. Na mtafuta mchungaji ambaye kabla ya kusimama madhabahuni atatumia masaa 18 kuandaa ujumbe wa risali moja. Atatumia muda wa kutosha kumwomba Mungu na Roho Mtakatifu. Sio tu ukilipata fyap ndio hili. Unajua mara nyingi tumejikuta tunahubiria, tunaumiza waumini. Sisi wa viongozi tunawaumiza waumini kwa sababu unakuja kuhubiri vitu ambavyo jana umegombana na muumini. Naangalia vijana hawa hawajahudhuria mazoezi juma ngapi? Ujumbe wa Jumapili. Haleluya. Haleluya. Tutapataje kupona? Mwambie jirani yako, tutapataje kupona tusipo ujali wokovu mkuu namna hii. Unaona mchungaji anasogeza miwani kama kajiandaa. Kumbe kuna watu amewalenga pale. Usikia. Siku hizi tukiwaambia watu mumtumikie Mungu, mnasema mchungaji ni wa kizamani. Tutapataje kupona kanisa la Bwana? Vijana mtapataje kupona? Vijana nao yanaguswa. Yanaguswa dakika 2 tu kwa sababu mchungaji naye anataka kama kulia hivi. Yakitoka hapo ananiambia, mzee naye lazima atuambie pale. Kwa si angetuambia tu. Si angetuambia live eti mpaka aseme madhabahuni. Bwana Yesu asifiwe. Jamani mnanielewa? Yani uwe serious, chimba na wewe. Halafu Mungu akupe vitu. Na mhubiri wa kwanza ni yule ambaye neno limemtengeneza kwanza kabla ya kwenda kuwatengeneza. Kuna watu wanajua kuwatengeneza wenzao, halafu wao neno haliwatengenezi. Twende tena tuangalie, alafu nikupe ujinyooshe kidogo. Maandiko. Waraka wa kwanza wa Petro 2:5. Tumefika? Tusome. Ninyi nanyi yaliyo hai mmejengwa mwe nyumba ya Roho, ukuhani takatifu, mtoe dhabihu za Roho zinazokubaliwa na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Wow. Amen. Mstari wa waraka wa Kolosai 2:6 mpaka 7. Nakupa laza tu, alafu nilikuahidi tuingie kwenye Ezra. Kwa sasa tutaingia kwenye Ezra aanze kutujenga. Leo tutakula shule ndefu. 1, 2, 3. Aha, 7. Umejengwa bwana wewe. Bwana atujenge jamani. Haleluya. Haleluya.
Simama kidogo.